Kuchochea vurugu, kutanguliza watu kwa ajili ya kufanya vitu fulani ambavyo ni tofauti na tamaduni na mila za Tanzania, kwa sababu tumeona vijana wadogo wameingia barabarani na kuanza kufanya vurugu, na zile vurugu hazijaathiri kundi moja, zimeathiri watu wote, ambao tuseme kwamba maeneo yote yale ambayo yameguswa kwa siku 5 zimeathiri watu kijamii, zimeathiri watu kiuchumi, zimeathiri watu hata kisaikolojia, na hasa akina mama na watoto, watu wazima, watu walemavu, watu wazee, watu walemavu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo si utamaduni mzuri, si utamaduni wa Tanzania. Mimi nawasihi watu wote ambao wamekuwa na mipango au hulka za aina hiyo, vurugu hazijengi na wala hazitatuvusha popote. Zitaendelea kutuletea machafuko ambayo hayana sababu. Nchi hii imejengwa kwa misingi ya amani kwa miaka mingi. Kama kuna kitu ambacho watu wanaona hakiendi sawa, watu hawaombi haki kwa nguvu na kwa vurugu kiasi ambacho wanataka tumwage damu. Hiyo kwa kweli sio utamaduni wa Tanzania. Kutulia katika swala lazima la amani, kutokana na athari ambazo kutokea kuanza uchaguzi ulivyoanza mpaka baada kati ya uchaguzi na baada ya uchaguzi hali ikawa ni tete. Sasa kutokana na jambo hili, sisi kama Waislamu na Watanzania kwa ujumla, na umoja sisi katika Tanzania ni misingi ambayo imeundwa na waasisi wa taifa hili, akiwemo mzee hayati baba wa taifa mzee Nyerere pamoja na mheshimiwa Amani Abeid Karume na wengineo ambao wameshiriki katika swala zima la kutengeneza muundo wa kuelewana. Kwa hivyo mimi kwa ushauri wangu, kwa sababu kila watu wanapogombana lazima kuwe na mapatano. Kama kuna athari ambazo matatizo yote yanayotokea, basi ni pande zote mbili wa baina ya viongozi wafanye jitihada kuweza kuhudumia raia kama kawaida, kama haki yao, lakini na raia nao pia wawe watulivu, kwa sababu hakuna kitu kikubwa katika dunia hii kama amani. Kwa sababu amani ikipatikana, basi kila kitu kitakaa vizuri, lakini amani inapokuwa imekosekana, basi ni kwamba leo tuangalie athari mfano zilizotokea baada ya machafuko haya. Watu wamepigwa, watu wameathirika, watu wameumia, watu wamepoteza mali zimeharibika. Huu ni uharibifu ambao hata Mwenyezi Mungu hawezi kuupenda. Kwa hiyo msitizo wangu ninachoasi na mimi binafsi kwamba Watanzania tuwe kitu kimoja kama tulikuwa wadugu. Udugu wetu ndio ambao utatupeleka kuweza kufikia malengo ambayo yatakiwa tarajiwe.